Ni mwendelezo wa mashambulizi ya Iran katika taifa la Wayahudi. Ni mwendelezo wa mapambano kutokana na kifo cha Ayatollah Al-Khamenei. Ni makombora ya Iran, makombora ya ballistic yanayotoka kutoka Tehran hadi katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel. Makombora ambayo yamesababisha uharibifu mkubwa huko Yerusalemu na maeneo mengine ya Israel. Iran imeamua kuendeleza mashambulizi dhidi ya Israel, lakini pia na maeneo mbalimbali ya kambi za Marekani. Iran usiku wa leo hadi asubuhi imeendeleza operation ya Ahadi ya Kweli namba 4 ambayo ina kumbukumbu ya kuondolewa kwa Ayatollah Al-Khamenei. Mashambulizi ya makombora yaliyorushwa na Iran yamesababisha hasara na uharibifu huko Yerusalemu na maeneo mengine ya Israel kufuatia mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, yakilenga maeneo pamoja na viongozi wa taifa hilo la Kiajemi. Iran imelenga maeneo ya makombora ya ballistic na meli za kivita. Watu 5 wamejeruhiwa mjini Yerusalemu, akiwemo mwanamume mwenye umri wa miaka 40 na majeraha ya wastani ya makombora, huku takribani 9 wakiuawa mapema huko Beit Shemesh. Hata hivyo, hii ni sehemu katika kile kinachodaiwa ni kisasi ambacho Iran wakati huu inakifanya. Raia wengi wapo katika maeneo ya ardhini wakiwa umejificha katika mahandaki huko Israel kutokana na hali mbaya ya mashambulizi yanayofanywa na Israel. Hata hivyo, Israel licha ya kushambulia tu huko Yerusalem, lakini imeshambulia maeneo ya kambi huko Iraq, lakini pia na maeneo mengine ambayo pia ni sehemu katika jeshi la Marekani. Maeneo mengine ni pamoja na kambi ya jeshi la wanahewa la kifalme huko Cyprus, ambalo limepigwa na shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani leo bila kuripotiwa majeruhi. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imethibitisha mashambulizi hayo katika taarifa yake kupitia shirika la habari la Sky News, ikisema kuwa hali bado ni tete na kwamba vikosi vya Uingereza vitajibu mashambulizi hayo ambayo yanasemekana yalifanyika karibu usiku wa manane Jumapili kwa saa za kawaida za Ulaya Mashariki. Ulinzi wetu na jeshi katika eneo hili uko wa kiwango cha juu na msingi umejibu kutetea watu wetu, msemaji huyu alisema. Cyprus ni taifa la kisiwa katika eneo la Mediterania ya Mashariki karibu na Syria, ambapo Uingereza hivi karibuni iliimarisha uwepo wake wa rada, mifumo ya kukabiliana na ndege zisizokuwa na rubani, ndege za kivita za F-35 na teknolojia ya ulinzi wa anga. Kujengwa huko ni juhudi za kuunga mkono usalama na utulivu katika maeneo hayo ya Cyprus, lakini pia na eneo zima la Mashariki ya Kati na kutetea maslahi yake, huku maafisa wa Uingereza wakieleza. Hata hivyo, maeneo mengine ambayo yameshambuliwa tangu siku ya Jumapili ni pamoja na kambi za kijeshi zilizoko nchini Saudi Arabia, ambapo Riyadh imesema inapanga kulipa kisasi. Kadhalika ni Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, huku Jordan nayo pia ikitajwa. Hata hivyo, huko Abu Dhabi nako pia kumeshuhudiwa mashambulizi makali yaliyokuwa yakifanywa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC, lakini mpango wa Iran si kuwashambulia Waarabu, isipokuwa mpango wake ni kuharibu miundombinu ya kijeshi ya Marekani iliyopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ni operation Ahadi ya Kweli namba 4 ambayo wakati huu imeambatana na kisasi kizito kilichotangazwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei. Ni mapambano yaliyotangazwa ya siku 40 mfululizo ili kulipa kisasi cha Ayatollah Al-Khamenei ambaye ameondoka, huku wananchi wakilia kwa uchungu ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adamu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.